Ya Mange Kimambi amemvulia kofia mwanahabari ambaye anajulikana kama Larry Madowo. Huyu ni Mkenya ambaye anawajibika katika runinga ya CNN, runinga ya kimataifa. Ikumbukwe Larry Madowo alifanya documentary kali zaidi kuhusu mauaji ambayo yalitendeka nchini Tanzania tarehe 29 mwezi wa 10, wakati vijana wa majenzis waliamua kujimoya barabarani kuonyesha ghadhabu zao kwa serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Hiyo pia ilikuwa ni siku ya uchaguzi nchini Tanzania ambapo kuna vitu vingi ambavyo vimeendelea nyuma ya pazia. Sasa vijana waliuawa, ndio, wengine wakapotezwa, wengine pia wakaumizwa na jeshi la polisi, lakini jeshi la polisi limetengeza mazingira ya kusema ya kuwa wao hawakuhusika ima na utekaji, mauaji na vilevile kuumizwa kwa vijana wa majenzis ambao wanatoka nchini Tanzania. Sasa hii documentary ambayo ilifanyika na runinga ya CNN ambapo ilikuwa posted na imeenda viral zaidi kwenye mitandao ya kijamii, imefichua vitu vingi, yani magugu ambayo yanapatikana katika serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan na huo wakati wa uchaguzi nchini Tanzania. Vijana waliuawa, ndio, wengine wakapotezwa, wengine pia wakaumizwa na maafisa wa jeshi la polisi, lakini wakatengeza mazingira ya kuaminika kuwa hawakuhusika na mauaji na vilevile kuwapiga vijana wa majenzi. Kwa maana kulikuwa na taarifa ambayo ilikuwa imetolewa na Mama Samia Suluhu Hassan. Ya kwanza alikuwa anasema kuwa vijana wale ambao walihusika na maandamano nchini Tanzania sio wa Tanzania, ni watu ambao wanatoka nje ya nchi yetu ya Tanzania. Alafu ya pili akasema kuwa vijana walifuata mkumbo, yani ile hali ya mtu kutotumia akili yake kuweka maamuzi sahihi kwenye maisha yake. Sasa baadaye pia akatoa taarifa akasema kuwa mashirika ya NGO ndio yalifanya kile ambacho tunachokita ushawishi mkubwa kwa vijana wa majenzis, na ndio pia wakawalipa pesa wakaingia barabarani kuhakikisha kuwa wamefanya uharibifu na vilevile kufanya kile ambacho tunachokita vurugu vya kifimbo cheza, yani vurugu mechi katika maeneo tofauti nchini Tanzania. Sasa Mange Kimambi ni kama amefurahishwa zaidi na kile ambacho alichokifanya mwanahabari huyu ambaye kitovu cha asili yake ni nchi ya Jamhuri ya Kenya, maeneo ya Siaya. Sasa Mange Kimambi baada ya kupandisha picha ya Larry Madowo kwenye mitandao ya kijamii, Larry Madowo akitabasamu kwa katika sehemu fulani, ndio sasa akaandika hivi man of the hour, alafu akamtag Larry Madowo. Akaendelea kusema hivi, aibu ni kwamba wameshindwa kupinga any detail ya kwenye ripoti ya CNN, eti leo serikali haram inadai haki. Wananchi wa TZ wakidai haki wanapiga risasi, ila wao wanataka watendewe haki ya ise. Alafu sasa kuna wengi ambao wamedondosha comment zao hapa, lakini kabla ya kusample baadhi ya comments hizi, wacha nikupatie background ya kile ambacho alichokifanya Larry Madowo. Sasa hapo mwanzoni kuna wakati fulani Larry Madowo alifanya video moja ambapo aliwasihi wa Tanzania ambao wako na picha ambazo walichukua ama video ambazo walichukua za maafisa wa polisi wakiwafanyia ukatili raia wa Tanzania wamtumie, ndi angalau apate kutengeza ripoti kuhusu mauaji ama ukatili ambao ulikuwa unafanyika nchini Tanzania na ukatili ambao uliegemea upande wa vijana wa majenzis. Wa Tanzania, naomba usaidizi. Tunaandaa ripoti CNN kuhusu kilichotokea wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Wengi wamefariki, lakini wanahabari wengi wa Bongo hawana uhuru kusema ukweli. Kwa hivyo nitumie video kama ulirekodi wewe mwenyewe, hujatumiwa na mwingine. Niko kwa inbox, DM iko wazi. Help us investigate what happened so we can tell the world. Asanteni sana. Ninafaa kuwa likizo huko Ujerumani, sifanyi kazi, lakini kwa siku 3 ama 2 zilizopita nimechukua wakati huo kuongea na Watanzania wengi. Wengi wamenitumia, mamia ya watu wamenitumia picha ama video wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Hata nimezungumza na wenzangu wanahabari wa Bongo ambao pia wana mengi ya kusema lakini hawawezi, na itachukua labda wiki nyingine 1 ama 2 mimi na wenzangu tukifanya kile tunaita verification geolocation, kuhakikisha kwamba ripoti yetu ya CNN iko sahihi na dunia inajua kilichotendeka kwa kweli. Asante.
Asanteni sana. Alafu baadaye documentary ikatolewa ndio. Ambapo CNN imefichua vitu vingi, vijana kuuawa, watu kupigwa katika maeneo tofauti, na vile niliona video ya mwanadada mmoja ambaye alipigwa risasi mgongoni, na inasemekana kuwa alikuwa na mimba, na vile yeye ndiye alikuwa kitegemeo katika familia yake. Sasa hii ni issue ambayo imepelekea serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kucharuka, na baadaye walisema kuwa wangetoa taarifa kuhusu hizi taarifa ambazo zilitolewa na Larry Madowo. Kwa maana hapo mwanzoni walikuwa wanasema kuwa zile video ama picha ambazo zinakuwa shared kwenye mitandao ya kijamii ni picha ambazo zimetengezwa na akili mnemba maarufu kama AI, yani ni picha ambazo hazina uhalisia wowote. Sasa jana msemaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anajulikana kama Gerson Msigwa alikuwa na kikao na waandishi wa habari, ambapo yeye kulingana na jinsi alivyokuwa anaongea anasema kuwa Larry Madowo alishindwa kukumbatia kile ambacho tunachokita uhalisia katika tasnia ya uandishi wa habari. Kwa maana kile ambacho alichokifanya, aliweka tu habari ya pande mmoja, yani ameegemea upande mmoja. Sasa Gerson Msigwa anasema kuwa kile ambacho alichokifanya Larry Madowo so jambo jema, ingefaa pia awahoji wahusika wakuu katika serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan ndio angalau wapate kujua hali halisi. Tunapoendelea kusubiri tume hii ikamilishe kazi yake, kumejitokeza wimbi kubwa la vyombo vya habari, hususan vyombo vya habari vya nje, kuchapisha na kutangaza taarifa ambazo ni za upande mmoja, na wakati mwingine kufanya upotoshaji wa taarifa wenye mlengo wa kuchochea chuki kwa Watanzania dhidi ya serikali, kuwagombanisha Watanzania wenyewe kwa wenyewe kutokana na tofauti zao za kisiasa, kidini na kikanda. Naomba kurudia, serikali ama viongozi wa serikali akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan inasikitishwa na imeumizwa sana na matukio yale na madhara yake. Madhara haya yametugusa sote, ama moja kwa moja ama kwa namna nyingine. Kuendelea kuyashabikia matukio yale au kuchochea kwa kutangaza na kuchapisha maudhui yenye kuzua taharuki, kupotosha ama kutia hasira watu kwa namna ambayo vyombo vya habari vya nje ama wanaojiita wanaharakati ama wenye maslahi ya kisiasa wanafanya, hakuna manufaa kwa taifa letu zaidi ya kuongeza maumivu katika vidonda vya Watanzania. Kutokana na hayo, kwa niaba ya serikali naomba kueleza yafuatayo. La kwanza, naomba kutoa wito kwa vyombo vya habari vya nje kuzingatia maadili na misingi ya uandishi wa habari kwa kuchapisha habari zinazozingatia usawa, haki na uwajibikaji. Kuacha kuchapisha habari za upande mmoja zenye nia ovu kwa Watanzania na nchi yetu ya Tanzania. Serikali ipo tayari wakati wote kutoa ushirikiano kwa vyombo vya habari vya ndani na nje ya nchi pale watakapotaka taarifa. Naomba kusisitiza, sio haki na sio sawa kwa chombo cha habari kuchapisha taarifa za upande mmoja na kisha kutoa sababu kuwa maafisa wa serikali walipotafutwa hawakupatikana, kama ambavyo chombo cha habari cha CNN kimechapisha taarifa zake zilizojaa tuhuma dhidi ya serikali ya Tanzania pasipo kutoa nafasi ya serikali kujibu. Kwa wanasheria wana kanuni moja inaitwa the principle of natural justice. Huwezi ukazungumzia jambo linalomtuhumu, linalomzungumzia mtu ama upande mmoja, halafu upande mwingine ama mtu mwingine usimpe nafasi ya kujibu. That is unprofessional. Kitendo kilichofanywa na CNN pia kimefanywa na vyombo vya habari vingine. Natambua vyombo vya habari vingine vya kimataifa, BBC, Al Jazeera, Deutsche Welle wamefanya pia. Naomba kusisitiza, sio sawa na sio haki katika misingi na maadili ya uandishi wa habari. Huu ni ukiukwaji mkubwa na wa makusudi.
sisi wote ni waandishi wa habari. Tunaifahamu misingi ya uandishi wa habari na maadili ya uandishi wa habari. Lazima habari inayochapishwa iwe balanced. Kwa Kiswahili nasema iwekewe usawa. Sasa ndugu zangu, la tatu, kwa kuwa rais ameunda tume huru ya uchunguzi, na kama kuna chombo cha habari kina taarifa za uchunguzi kiliofanya, kiwasilishe katika tume ili taarifa hizo zizingatiwe katika ripoti pale tume itakapokamilisha kazi yake. Lakini Larry Madowo pale ambapo alipokuwa akitoa video hii alisema kuwa alijaribu kuwafikia wahusika wakuu katika serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan ndiye angalau apate kujua tamko lao kuhusu ile hali ya wananchi kupigwa risasi, wengine kuuawa, wengine kuumizwa na kufanywa ukatili pia na maafisa wa jeshi la polisi. Lakini ofisi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan haikutoa tamko lolote na waliamua kujitia hamnazo. Sasa Larry Madowo naye aliamua kupandisha video ile kwenye mtandao wa kijamii. Sasa ni video ambayo imetembea kwa kasi zaidi ikionyesha ukatili ambao ulikuwa unafanyika nchini Tanzania. Sasa Mange Kimambi baada ya kuandika hii caption ya kibabe ambapo anasema kuwa man of the hour Larry Madowo, aibu ni kwamba wameshindwa kupinga any detail ya kwenye ripoti ya CNN eti leo serikali haramu inadai haki. Wananchi wa TZ ama Tanzania wakidai haki wanapiga risasi, ila wao wanataka watendewe haki. I say. Sasa kuna wengi ambao wamedondosha comment zao kwenye hii posti ya Mange Kimambi akijaribu kumshukuru ama kumshabikia ama kumshangilia Larry Madowo. Kuna huyu ambaye anajulikana kama It's Sikran anasema yani hawajakanusha ripoti ila wanachukia kwa nini issue imefika CNN, yani hawajisikii vibaya kwa damu walizomwaga, wanajisikia vibaya kwa nini dunia imejua. Twaha Mwaipaya anasema kilichoniumiza ripoti ya Kiingereza imejibiwa kwa Kiswahili. Alafu sasa mwingine anajulikana kama Sean Log Rabeda anasema our Kenyan pride son of soil. Sasa huyu ni Mkenya. Sasa kuna wengi ambao pia wamemjibu Twaha Mwaipaya. Unamwambia Twaha Mwaipaya sina hakika kama Gilishoni anajua Kiingereza. Alafu Peter Kombe anasema Twaha Mwaipaya mzee acha maziara, imejibiwa kwa Kiswahili, nipo kwenye kipaimara nimejikuta na cheka. Alafu Sean Logarithm anasema our Kenyan pride son of soil. Nifa_Lifeline anasema wa Kenya tuchukueni wasanii wote wa TZ, tuachieni huyu mwamba, tutawapa na wabunge wote kama bonus. Mlima Kilimanjaro pia msisahau kuwa upo kwenu, tunawapenda ndugu zetu wa Kenya, naomba tuwafahamiane kidogo, Mungu awabariki zaidi na zaidi. Alafu kuna huyu ambaye anajulikana kama Regina Dodiosola anasema Larry Madowo kipenzi cha Watanzania, mwaga kopa. Pidol_TZ anasema sanamu lake lijengwe Kimara. Alafu Nuru kwa Gwanya anasema ndugu zangu wa Kristo asalamu alaykum, na ndugu zangu Waislamu tumsifu Yesu Kristo. Champion TZ anasema haki itashinda. Alafu HJ Hussein anasema sijasikia waseme zile video ni za AI. Alafu It's Vani anasema yani serikali ya Tanzania ni uozo, inabidi ing'oke. Shikamo Damange. Alafu Baraka De Silva anasema wameishiwa power, Bwana Yesu asifiwe, Ostazi Kasisi. Alafu Deumus anasema Jumapili Karim ndugu zangu wa Kristo katika imani. Official Rosina anasema Mungu fununua vyote vilivyo gizani, ni wakati wa mwanga kutawala nchi yetu. Alafu watu wale _254 anasema tumsifu Mtume Muhammad. Kwa hiyo ni baadhi ya comments ambazo zinadondoshwa kwenye timeline ya mwanadada mpambanaji muite Mange Kimambi. Mange Kimambi anamshukuru mwanahabari ambaye kitovu cha asili yake ni nchini Kenya ambaye anawajibika pale CNN muite Larry Madowo. Larry Madowo alifanya documentary ya nguvu zaidi pale ambapo alikuwa anaangazia vitu vingi ama magugu ambayo yalifanyika nchini Tanzania, vijana kutekwa na maafisa wa jeshi la polisi, vijana kuuawa, vijana kutishiwa na vile vile wengine pia kufanyiwa ukatili kupitiliza. Yani kwa ujumla walifanywa ukatili, kwa maana kulikuwa na video kadha wa kadha ambazo zilikuwa zinatembea kwa kasi zaidi zikiwaonyesha maafisa wa jeshi la polisi wakiwaangushia vipigo vijana wa Tanzania. Lakini afisi ya Mama Samia Suluhu Hassan, yani serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ilisema kuwa zile ni video ambazo zilitengezwa na AI maarufu
kama akili mnemba na ni video ambazo hazina uhalisia wowote. Sasa tunajaribu kufuatilia kwa karibu na angalau tupate kujua hali halisi na issue hii nzima itakuwaje. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, like na vile vile kushare. Hii ni Sauti ya Mjomba, niite Fazul wa Swahili TV.